mapenzi ya mwanadamu. Kwa hivyo si mtu alikaa mahali fulani akafikiria, akapanga, akatengeneza mpango mzuri, akasoma mpaka akawa na mpangilio wa kuandika. Hapana. Anasema hakuna maandiko yaliyokuja kwa mapenzi ya mwanadamu. Anasema bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. So wanadamu walifanya nini? Walinena, lakini walioyanena, walinena yakitoka wapi? Walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Wewe, lugha iliyo pale ni kwamba wanadamu walifanyika vyombo, walifanyika chombo cha kuyaleta maneno ya nani? Ya Mungu. Lakini sasa nataka tukaweze kuangalia hapa ni wanadamu gani hapa. Hii lugha ya Kiswahili mara nyingine ina uchache wa uzito wa maneno Lakini angalia lugha ya Kizungu hapa. Lugha ya Kiswahili anasema wanadamu tu, lakini lugha ya Kizungu anatumia neno but holy men. Kwa hiyo hatumii neno wanadamu peke yake, anawaeleza hawa wanadamu walikuwa ni wanadamu wa aina gani? Wanadamu watakatifu. Kwa hivyo hakuna maandiko yaliyokuja kama apendavyo mwanadamu, lakini wanadamu watakatifu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa tunataka tukakae katika hii aya tuweze kuiangalia vizuri, na kile ambacho tutakiangalia sana sana ni neno hili holy, ama hawa wanadamu watakatifu. Hawa wanadamu watakatifu ni wanadamu wa aina gani ambao Mungu aliwatumia ili apitishe kupitia kwao kama vyombo, alilete neno lake, maandiko matakatifu. Wewe watu wanaitwaje? Holy men. Holy men. Tuko katika ile aya vizuri Tuko katika ile aya. Nataka tukaweze kuangalia hawa wanadamu watakatifu ni wanagani, wanadamu walio namna gani kwanza, ama Mungu aliwatumia. Nataka kupeleza hapo kwa sababu ya wazo la wazungu. Kwa Biblia imeandikwa na wazungu tu? Hapana.